Inaendelea sehemu ya 15, na kama ulipitwa na sehemu zilizo, basi unaweza kupita hapa chini ya channel yetu kaangalia kuanzia sehemu ya 13, 14 na sasa 15. Inaendelea, Mheshimiwa Lissu anaendelea kumdodosa mkuu wa gereza Bwana Jela Ntamamilo, na Mheshimiwa Lissu anamuuliza, je, askari magereza ambaye hasikii au haoni atashuhudiaje mazungumzo ya mfungwa na ndugu zake watakapokuja kumtembelea Bwana Jela? Hayo ni masuala ya kidaktari. Mheshimiwa Lissu, sasa Bwana Jela, hujui kama wasaidizi wako wote hao kwa hujui kama wanasikia au hawaoni, wewe ni mkuu wa gereza wa aina gani? Bwana Jela, mimi si daktari. Mheshimiwa Lissu, wewe ni mkuu wa gereza wa aina gani usiyejua afya za wasaidizi wako? Bwana Jela, nastahili kuwa kwenye nafasi hii Mheshimiwa Lissu, ndio maana nchi imekwama, kama watu wenyewe ndio nyie na akili hizi. Mheshimiwa Lissu, umekuwa officer in charge tangu lini pale Ukonga? Bwana Jela, Septemba 2025. Mheshimiwa Lissu, ulihamishiwa Ukonga ukitokea gereza kuu la Maweni Tanga? Bwana Jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, ulikuja Ukonga kuchukua nafasi ya Juma Mwaibaku? Bwana Jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, ulipahamishiwa Ukonga, mimi tayari nilishakuwa mahabusu Ukonga toka mwaka 2025 Aprili? Bwana Jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, wakati unahamia Ukonga ulikuta nakaa kwenye special wing pale Ukonga? Bwana Jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, wakati unahamia pia ulinikuta naishi huko pamoja na wafungwa wa adhabu ya kifo 100? Bwana Jela, sikuwakuta. Mheshimiwa Lissu, je, ulinikuta nakaa peke yangu au sio peke yangu? Bwana Jela, sio peke yako. Mheshimiwa Lissu, wafungwa gani hao? Bwana Jela, 1. Mheshimiwa Lissu, je, kwa miezi 5 ambayo hukuwepo nilikuwa naishi na wafungwa wa kifo takriban 100? Bwana Jela, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, umeona rekodi ya maandishi ya waliokuwepo special wing, umeiona au hujaiona? Bwana Jela, sijapitia hiyo records. Mheshimiwa Lissu, hili swala nilishalilalamikia na lipo kwenye nyaraka za mahakama. Bwana Jela, sifahamu, tuendelee na maswali mengine. Mheshimiwa Lissu, utaratibu wa wageni kuja kuniona ni weekend? Bwana Jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, utaratibu wa wageni wangu kuja kuniona weekend ni kwamba siku moja wanakuja ndugu zangu na siku nyingine wanakuja viongozi wa chama? Bwana Jela, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, wakati unahamia Ukonga ulikuta utaratibu wa kutembelewa na mawakili wangu, ilikuwa nimepeleka orodha kwa mkuu wa gereza? Bwana Jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, orodha ya kwanza iliambatanishwa kwenye hati yako ya kiapo kinzani, ile ambayo ilikuwa na mawakili 10. Bwana Jela, orodha hiyo 1. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo hakukuwa na orodha nyingine yenye jina la Deogratias Mainyila, Paul Kisabo, Dickson Matata na Mary Stefano? Bwana Jela, hakuna hiyo. Mheshimiwa Lissu, angalia kielelezo SAP 1 ukishakiona niambie. Bwana Jela, anapekenyua hapa makala blasha. Mheshimiwa Lissu, jina la Nation Nkungu limo kwenye hiyo orodha, lipo au halipo? Ambaye ni mleta maombi wa pili? Bwana Jela, ndio lipo. Mheshimiwa Lissu, je, jina la Kisabo na Maduu mawakili wangu yapo au hayapo kwenye hiyo SAP 1? Bwana Jela, hawapo kwenye hiyo orodha. Mheshimiwa Lissu, sasa hawa wawili wamesema kwa kiapo na kusema hapa mahakamani kuwa kabla hujahamia Ukonga walishaingia gerezani kuonana na mimi, walishaingia karibu mara 3. Wewe unasemaje? Yaani wakati ASP Juma Mwaibaku akiwa mkuu wa gereza walihudhuria? Bwana Jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji kama ulikuwepo wakati huo. Bwana Jela, sikuwepo wakati huo, ila nyaraka zinasema. Mheshimiwa Lissu, nenda kielelezo ambacho ni SAP 2 hapo. Jaji, SAP 2 ni nini? Bwana Jela, hiki ni kiambatanisho namba 2, kinahusu orodha ya wageni na mawakili waliotembelea gereza la Ukonga.